Naitwa Alphonse Mwinga, ni mzalendo. Leo hili jambo nilipanga kwa muda mrefu kuja kutembelea kituo hiki cha Mwandaliwa hapa Mbweni, na leo nimeweza kutembelea kituo hiki. Hawa ni watoto wetu ambao wako hapa, nimewaletea kidogo vyakula ambavyo vitawasukuma kuelekea mwisho wa Ramadhani. Nimeleta na kiasi cha fedha kidogo shilingi milioni 1 kwa ajili ya mataulo ya watoto wa kike na mahitaji yao, kwa sababu kuna watoto wa kike wako 40 ngapi? Wako watoto 44 wa kike. Kwa hiyo nimechangia milioni 1 pia kuweza kwa watoto wao wapate mataulo na mahitaji yao mengine, maana watoto wa kike tukawaacha waseme wajitafutie wenyewe. Kwa hiyo natoa hamasa na nasaa kwa wazalendo wengine ambao wana vitu nyumbani hawavitumii, nguo, chakula kipo ndani, kuna vitu mbalimbali wanaweza wakawaletea watoto hawa hapa Mbweni, na Mungu akawabariki sana. Ni kwa nini imekuwa ni mwezi huu na sio mwezi mwingine? Huu ni mwezi ambapo kila mtu mwenye imani ya Kiislamu utafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia naweza nikakupa kwa nini nimekuja katika kituo hiki. Miaka mingi hapo nyuma kuna kijana mmoja mimi namfahamu kwa jina la utani Msodoki. Anaitwa nani yule kijana? Isa. Yule kijana nimekuwa naye mtaani, tunakaa hivi na mtuma, ni mwaminifu, hata ukimpa milioni 1 ukamtuma anakurejeshea. Lakini yote yalikuwa yanafanyika sijui anakaa wapi. Lakini kijua tu ni kijana wa mtaani, alikuwa na saluni ananyoa na nishevu. Siku moja akaniambia anaoa, nikamwambia kwani wazazi wako wapi? Ndipo kijana yule akaniambia yeye hana wazazi, amelelewa katika kituo cha yatima. Hakika kwa tabia yake njema na uaminifu wake ilinigusa kutaka kukijua kituo hiki. Na ndipo nikakijua kituo hiki na nikajiahidi moyoni ipo siku nitafanya kitu kwa ajili ya kituo hiki. Na kijana huyu ameoa sasa Ni muda gani toka ameoa? Ni miaka 2 ameoa. Kwa ndani ya miaka 2 ilikuwa katika kishoni kwangu, nikasema Ramadhani hii na mimi basi nije hapa nipate na mimi thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwatendea wema watoto hawa ambao tunao mtaani, wana tabia nzuri sana. Nimekupa mfano wa kijana huyu zaidi ya miaka 5 niko naye, namtuma niweke hela kwenye, nenda pale ATM niweke hela, nenda pale kafanya hiki, nenda pale Tigo Pesa kafanya hivi, nampa gari yangu akanioshee, nafanya hivi, lakini hajawahi kuniibia na sijui anakaa wapi. Siku anapokwenda kuoa nikamuuliza wazazi wako wapi, ndio akaniambia yeye hana wazazi, amelelewa katika kituo hiki na akanileta nikakiona. Ndio sababu ya mimi leo kuja hapa kuwajali hao wadogo zetu wengine kama unavyowaona watoto hapa. Nitaendelea kufanya hivyo. Mwezi huu natafuta sana sababu kwa Mwenyezi Mungu. Nitafanya hapa, nitafanya kwingine, na nitafanya kwa imani zinginezo pia, maana Watanzania sisi ni wamoja, tunaunganishwa na Utanzania. Na hata Sheikh alikuwa ananipa nasaha hapa, akaniambia pia vipo vya Kikristo. Sheikh alikuwa ananihusia hapa pia, ukipata nafasi uwaone. Yeye ndo ananikumbusha mimi, na hii kanifundisha kwamba tunaunganishwa na umoja, sio udini, sio ukabila. Kutoa sio wazifa, kutoa sio mali, ni wito, kuguswa. Mimi maisha yangu nimeishi kupitia mikononi mwa watu. Kwa ninajua maana ya kutoa. Nimelelewa mikononi mwa watu. Sio ndugu zangu, sio jamaa zangu, ni watu tu wamenilea mpaka nafika hapa, na mimi napata riziki. Sina kubwa sana, ila nasema hichi kidogo na mimi nimepata. Basi kama Mungu, unajua hakuna kitu kigumu kama kutoa. Hata mtu hata kulipa deni huwa ni ngumu. Nilikuwa naambia mama yangu, mama, napokutumia gera ya matumizi najikaza mwanao, hela inauma, ni ngumu. Kwa swala kutoa sio kuwa nacho, ni kuguswa. Kama unaguswa unatoa, wala usitafakari. Kama umeguswa fanya. Sio kama mimi natoa milioni hapa kwa watoto na kile chakula imanishi kwamba mimi ninacho kingi. Hapana, ila najihisi na ziada ya kufanya hivyo, na nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Omari Abdu Kiaruzi. Mimi ni katibu wa makao ya kulelea watoto yatima Mwandaliwa yaliyopo Mbweni, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Nikushukuru sana kakaangu kwa siku ya leo na kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa namna ambavyo umeweza kushiriki nasi kuanzia kwenye sadaka na fedha kwa ajili ya mahitaji ya watoto wa kike. Lakini pia nimeshukuru sana kwa kushiriki nasi dua. Dua imekuwa ni nzuri, lakini pia imebeba maana kubwa sana katika maisha yetu ya kawaida, ikiwepo kumwombea rais wetu Samia Suluhu Hassan. Hayo ni mapenzi ya dhati kwa rais wetu, lakini pia inaonesha ni jinsi gani Watanzania tulivyo na upendo. Mungu aendelee kukubariki kakaangu kwa kuendelea kutushika mkono
tuna zaidi ya watoto 96, 44 ni watoto wa kike, 52 ni watoto wa kiume. Watoto wote hao wanahitaji mahitaji mbalimbali ikiwemo kula, kuvaa na vitu vingine, lakini na wengine wanasoma pia. Kwa hiyo mahitaji ni mengi, lakini tunapopata ushirikiano kama huu inatutia nguvu, inatufanya tuwe na imani katika malezi kwamba tuna wenzetu au tuna ndugu zetu ambao wanawiwa kwa ajili ya kuwasaidia ili watoto waweze kupata maisha yao mazuri. Labda niseme asante sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki kwa moyo huu, uendelee kuwa rafiki yetu, na ni wito kwa watu wengine wa Tanzania katika kuendelea kuwasaidia watoto wenye mahitaji. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Haji Mahmud, ni mkurugenzi wa makao ya watoto yatima Mwandaliwa, kituo ambacho kilichopo Mbweni. Mimi bwana, kwa siku ya leo nimefurahi sana kwa ndugu yangu toka jana kunitembelea hapa, na akahamasika sana na kusema hata kwamba nitakuja tena, na amekuja. Nimekuja hapa, ameletea zawadi takriban vitu vingi tu, lakini pia ameleta na pesa kuwasaidia watoto wa kike. Mimi nimefurahi na nazidi kumwombea Mwenyezi Mungu azidi kumfungulia mambo yake, lakini pia hiki anaonyesha ni mfano kwa Watanzania jinsi gani ambao upendo unavyokuwa mzuri. Lakini pia mimi nimemwalika ndugu yangu, na siku ya tarehe 8 tutakuwa na dua hapa ya kumwombea rais wetu na nchi yetu, ili mambo yawe mazuri katika nchi yetu, sio tena ikawa zafrani. Kwa mimi nashukuru sana ndugu yangu, karibu sana, hapa ni kwako, na sio mpaka uwe na kitu kaki. Hapa unakuja wakati wowote. Asante. Watoto wanahitaji faraja.